Kwa majina naitwa Mwalimu Eliakim Singo, ni mkuu wa shule ya sekondari Sokon 2 iliyoko halmashauri ya wilaya Arusha ama Arusha DC. Niko hapa Sokon 2 sekondari siku ya leo. Siku ya leo tarehe 5 mwezi wa pili tumekuwa na kikao cha bodi ya shule, na baada ya kikao cha bodi ya shule tukawa na hafla fupi ya wajumbe wa bodi ya shule akiwemo pia na kiongozi wetu walimu, afisa elimu, kupongeza walimu baada ya matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2025. Ni siku ambayo imekuwa ni ya pekee sana kwetu Sokon 2 sekondari, kwa sababu bodi ya shule pamoja na viongozi wetu walimu wameona nguvu kubwa ambayo tumeifanya na kazi yetu kwa jinsi ambavyo tumepambana kuhakikisha kwamba watoto tulionao pamoja na changamoto na mazingira wanayoishi, lakini bado wameweza kufanya vizuri katika mitihani yao. Kwa mwaka jana 2025 kidato cha 4 tumefanikiwa kwa mara ya kwanza toka shule hii imeanzishwa kufuta daraja 0. Na hilo ndilo lilikuwa ni kauli mbiu yetu kubwa sana. Kila siku tukiwa tunapeana hamasa, walimu, vikao, mikakati mbalimbali ili tuone kwamba watoto wetu hao wote wanaweza kufaulu. Na hakika watoto mkikaa nao vizuri, mkiwaelekeza, mkiwafundisha na kujenga upendo katikati yao na walimu, wanafanya vizuri, na ndivyo ambavyo wamefanya. Ni kweli kwamba tuna furaha sana. Watoto wamefanya vizuri. Ukitofautisha na miaka mingine ya nyuma, kuna utofauti mkubwa sana. Kwa mfano mwaka juzi tulikuwa na division 0 11, na miaka mingine 13. Lakini kitendo cha kufuta division 0 kwetu sisi imetupa nguvu sasa kwamba kumbe tunaweza. Na hata mwaka huu sasa tumekaa baada ya kikao cha bodi hiki, lakini pia tumeshakaa vikao vya ndani na walimu kuweka mikakati jinsi ambavyo tunaweza sasa tukaondokana na division 4. Na huo ndio mkakati wetu mkubwa sana. Mpaka sasa hivi tumeshaanza. Kila siku asubuhi mapema sana saa 1 kasoro dakika 10 wanafunzi wetu wako darasani. Kidato cha 4, kidato cha pili. Haya ni madarasa ya mitihani ya kitaifa, tunawaandaa mapema sana. Na ndicho ambacho tulikifanya mwaka jana kwa kidato cha 4. Na hata kidato cha pili ukiangalia matokeo yana tofauti ya mwaka jana na mwaka juzi, sababu taratibu ni hizo hizo. Lakini pia tumekuwa na juhudi za kufanya hawa watoto wawepo shuleni na wapende shule. Siku ya Jumamosi hawa watoto wanakuja shuleni na wanakaa na walimu hapa, wanakuwa na mitihani, mchana wanapata chakula hapa shuleni, na baada ya hapo wanakaa kwa discussion mpaka saa 11. Imagine siku ya weekend, lakini watoto wanakuwepo mpaka saa 11 pamoja na walimu. Hiyo ni ari ya walimu ambayo inaonyesha kwamba wana nguvu kubwa ya kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa wanaendelea kufanya vizuri. Tuna imani mwaka huu tumejipanga. Jioni baada ya masomo saa 9:30 walimu wanabaki na watoto. Wakati mwingine tunaenda mpaka saa 12 na madarasa ya mitihani, na wazazi wameitikia wito wetu. Lakini bado naendelea kuwasihi wazazi ya kwamba njoni tujumuike pamoja, tufanye pamoja. Malezi ya mtoto ili yafanikiwe yanahitaji watu watatu: mzazi, mwalimu, lakini na mwanafunzi mwenyewe. Mzazi akikaa pembeni mambo yanakuwa tofauti. Mwalimu akikaa pembeni mambo yanakuwa tofauti. Lakini tuna imani ya kwamba tukishashikamana sisi wote watatu na kuona umuhimu wa watoto wetu hawa kupata elimu iliyo bora na mafanikio mazuri, tukishirikiana watoto watakuwa wanafanya vizuri. Tumejipanga sana mwaka huu. Tuna imani hatutaki turudi kwenye historia tulikotoka, lakini tutajenga historia mpya ambayo tunahakikisha Sokon 2 na yenyewe sasa inafika kwenye viwango ambavyo wenzetu wameshavifikia tayari. Tuna imani ya kwamba jitihada tunazofanya Mungu atatujalia, tutafanya vizuri zaidi. Wanafunzi wako tayari kusoma, walimu wako tayari kufanya kazi. Tunawaalika wazazi, tunawaalika wadau, tusapotiane, tuwaombee watoto wetu. Changamoto wanazopitia huko mitaani, waje shuleni, wakae kwa amani na utulivu. Wazazi tuwajali watoto kwa chakula cha shule, wale washibe, ndio akili yao inakaa inatulia, wanafanya vizuri. Kwa nawashukuruni sana wadau wote wa elimu ambao wamekuja katika bodi yetu ya shule leo, wajumbe wa bodi. Shukuru viongozi wetu wa elimu kwa jinsi ambavyo umeona ni vyema mje mjumuike pamoja nasi. Lakini hamasa kubwa ambayo mmeifanya kwa walimu wetu, kutoa zawadi kama projekta, fedha taslimu, walimu wapate mazingira mazuri na safi ya kufanyia kazi, hiyo imetupa hamasa kubwa sana ya kwamba tunasonga mbele.
Sokoni tu ni ya kwetu, ndio kauli mbiu yetu, tuijenge sote, na tuna uhakika tutafikia mafanikio yaliyo bora zaidi kama zilivyo shule nyingine. Asanteni sana, karibuni sana Sokoni tu, tunawapenda sana.